pale na mwenzangu Benjamin Andanje kutoka Luya TV. Jina langu ni Robert Wanyonyi kutoka Tandao TV, na mgeni wetu basi najua kamera zimemchukua sasa, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, na yeye vile vile ndiye anahusika na masuala ya inji za kigeni kutoka taifa la Kenya. Kwa hivyo anashikilia doketi kubwa sana, na tunamshukuru sana kwa kuweza kupata hadhi kila wakati, akisema kwamba akitaka kutoa hoja zake basi anatumia vituo vya nyumbani. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, hongera kwa hilo. Asante sana. Na karibuni sana katika mahojiano haya yetu, manake mahojiano ya mwisho tulikuwa nawe ilikuwa tarehe 27 Novemba mwaka uliopita. Kwa hivyo ni muda mchache tu, lakini tumerejea tena kuongelea masuala mbalimbali. Kwa hivyo ningependa kwanza kukuuliza tu kabla ya kwenda kwa wenzangu, labda kutoka Novemba 27 hadi wakati huu tunapokutana tena, ni yapi ambayo yamejiri na ulichopigania ulifaulu ama ulitatizika? Asante sana. Kwanza wacha nichukue fursa hii kuwashukuru Wakenya, ndugu zangu, dada zangu, kwamba Mungu ametuweka na tumevuka vizuri. Na tulipozungumza mwaka jana tulikuwa tunakaribia by election ya Malava na tena by elections katika sehemu zingine za kitaifa, na tena tulikuwa tunakaribia mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ningependa tu kuchukua fursa hii kusema kwamba nawatakia wenzangu heri njema katika mwaka huu wa 2026. Na sasa tumesalia na mwaka mmoja na nusu hivi tufike kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Lakini kile tulikuwa tukizungumzia wakati ule ni mambo mengi kuhusu eneo letu la magharibi kwa kijumla na ya kitaifa. Na wakati ule tulikuwa tunaomba watu wa Malava kwamba kupitia kwa mapenzi yao watupatie ushindi kwa ndugu yetu Ndakwa, ambaye alikuwa sasa anagombea kiti cha ubunge ya by election baada ya Malulu Injendi kutuacha. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza sana 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 wakaaji wa Malava kwa kitendo cha kiheshima. Walitusikiza na wakapeana kura kwa Ndakwa kupitia kwa tikiti ya UDA. Tena nitachukua fursa hii kuambia kwamba najua tunatarajia by election tena ya ile ward katika eneo ya Malava, ward ya Kabaras West, I think. Yes. Ambayo ilikuwa ikiwakilishwa na Ndakwa. Sasa kuna by election pia tunatarajia pale. Nataka niwaombe tena kwamba ule msimamo walikuwa nao mwezi wa Novemba kuhusu kiti cha ubunge, nataka niwaombe tena kwa unyenyekevu kwamba waonyeshe mwongozo tena kwa kiti cha MCA kwa kupeana tikiti kwa kijana wetu wa UDA ambaye amesimama pale. Naam, asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuweza kuitikia swala hilo la uchaguzi mdogo uliopita, na bila shaka hongera sana kwa kupiga kampeni safi ambayo ilihakikisha ushindi upande wako. Basi usanjari ule wa chama cha UDA katika kupenya eneo la magharibi, kinapenya ama bado? Napata kupeana mkono kwa mwenzangu Joe Hakonga Junior aanzishe ngarambe. Naam, asante, nashukuru sana mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje ya taifa. Na mimi nitaanzia kidogo nyuma alivyosema mfawidhi mwelekezi kwamba unavaa kofia ambazo nitajika, kofia mbili kubwa. Katika kofia ya mkuu wa mawaziri, alafu kisha baadaye wadhifa ule wa waziri wa mambo ya kigeni. Na hapo ndipo nitakapoanzia kwa taadhima kuu kwamba katika utendakazi wako kwenye afisi hiyo, ni yapi yale ukiketi kama waziri Musalia Mudavadi unasema nimeafiki haya kwa taifa la Kenya na kwa mkazi kutoka eneo la magharibi?
Asante sana. Kwanza, unajua kuna mambo mengi kuhusu afisi ya Foreign Affairs ambayo ni lazima tutekeleze ndio umaarufu wa Kenya ujulikane. Wacha nianze tu na wiki hii ambayo tunamaliza. Tumekuwa na wageni kadhaa wa muhimu sana. Kwa mfano, tumekuwa na waziri wa mambo ya nchi za kigeni kutoka Ujerumani, na alipokuja hapa tulizungumza, na nataka nikumbushe Wakenya kwamba tuliweka mkataba na Ujerumani kuhusu bilateral labor agreement, ili Wakenya ambao wanataka kufanya kazi kule Ujerumani, sasa kuna njia mwafaka ambayo tunaweza tumia wakienda kule, welfare yao inachungwa vizuri na wanajulikana vizuri. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili, pia tumekuwa na mgeni kutoka Amerikani, Deputy Secretary of State, wanamuita Christopher Landau. Nadhani leo anamaliza ziara yake na ataondoka kesho ili aende katika sehemu zingine. Yeye alipokuja hapa alikuja kwanza kushukuru vijana wetu ambao walikuwa wakileta mambo ya usalama kule Haiti. Kwa hivyo waziri ama Deputy Secretary of State kutoka kule Marekani kuja hapa kutoa shukrani kwa taifa la Kenya na kusema kwamba anaheshimu vile wa Kenya walifanya jukumu ambalo watu wengine walikuwa wameogopa kufanya na wakatekeleza vizuri, ni jambo la heshima sana kwa taifa letu la Kenya na kwa idara yetu ya polisi. Kwa sababu inaonyesha kwamba kwa mambo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wa peacekeeping efforts katika ulimwengu, sasa Kenya imekuwa commissions karibu 53 ulimwenguni. Ndio kwa sababu saa zingine unaona mtu ukienda unaona watu wameweka kwa maduka ati Kosovo nini. Hawa wengi walikuwa wakienda kufanya peacekeeping katika sehemu hizo, na sasa hawa walikuwa wameenda Haiti, akatoa heshima yao. Na isitoshe, kwa mambo ya kiuchumi, tunapanga vile tutasaidia mambo ya food security tukishirikiana na Waamerika, kwa sababu tunajua kwamba katika sehemu zingine hata sasa kuna ukame. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya kusaidia arid and semi-arid areas. Hii ni mpangilio tunafanya na Waamerika. Na isitoshe, kupitia kwa hii njia ya kuhakikisha kwamba kuna uhusiano wema na mataifa mengine, serikali ya Amerika imethamini ujenzi wa runway mpya kule Manda ya 3.5 kilometers, ama airport mpya kule ya kimajeshi, Kenya Navy base kule Manda, na inagharimu wametoa karibu dola milioni 70 kusaidia mpango ule wa kuhakikisha kwamba usalama wetu na Amerika, facilities nzuri ambazo zinatumika kwa majeshi yetu, tukishirikiana na wenzetu kwa kuhakikisha kupigana na wale magaidi wa terrorists kama wa Al-Shabaab na wa Somalia. Tuna uwezo na umaarufu wa kuhakikisha tunalinda mpaka zetu. Kwa hivyo nimetoa tu mfano kidogo kuanzia sasa. Lakini nikisema ni toe orodha wote tutachukua muda mrefu. Lakini mnaweza tazama kwamba kwa sasa wawekezaji katika taifa letu wanaanza kuwa wengi. Hivi karibuni mwezi wa Mei tutakuwa na summit kubwa na France. Mara nyingi wamekuwa na kongamano hili katika mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa. Lakini kwa mara ya kwanza kwa bara la Afrika wanahakikisha kwamba wanaleta kongamano hilo katika Kenya
ambalo litaleta President Macron kutoka Ufaransa na marais wengi sana kutoka bara la Afrika na kwengine, ili kuja kuzungumza kuhusu investment katika bara la Afrika na kwengine. La mwisho, kwa sababu sitaki kutaja zote, tumekuwa tukizungumza kwamba exporters wetu, wafanya biashara, ile AGOA, program ya AGOA ilikuwa imekatika, walikuwa wamekomesha, wamesimamisha. Baada ya sisi kuzungumza mara nyingi, Mheshimiwa Rais kuongoza ujumbe, tukiandamana naye, serikali ya Amerika na kupitia kwa Congress sasa wamerejesha AGOA kwa miaka mingine 3. Na hii ametetea sana kwa niaba ya Afrika. Kwa hivyo wale ambao wana export kule, na Kenya na Amerika kwa mfano, tunafanya biashara ya takriban milioni 800 za kidola, 800 karibu trilioni 1 inakaribia ya biashara. Kwa hivyo tuko sawa sana kwa mambo kama haya. AGOA ndio hiyo. Tumeanza negotiation ya bilateral trade agreements, tukizungumza mambo ya China kwa mfano. Uchina sasa wamekubali kwamba bidhaa ambazo zinatoka katika bara la Afrika, haswa zile za kilimo kwa mfano, kupitia kwa mpango wa FOCAC, yani mpango wa China na Afrika, sasa tutauza bidhaa zetu kule bila kutozwa ushuru na bila limit, yani quota free na duty free. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu, na ninaweza toa nyingi sana kwa upande wa Uingereza na kadhalika, lakini nimetoa tu mfano kuonyesha kwamba hii ni kazi ambayo tunasukuma. Ni maelezo mazuri Bwana Waziri. Kuna masuala ambayo mengine wizara yako kwamba inafanya, yule Mkenya wa kawaida, yule uko chini mashinani, yule mama Wanjiku, yule Nafula, yule Simiu, kwamba hajapata kufahamu. Kwanza kabisa niruhusu ni kushukuru wakati ambapo wizara yako iliweka mikakati na kumleta Mkenya mmoja kutoka miliki za Kiarabu ambaye alikuwa amebanwa na kesi, na kisha baadaye mkamnusuru kutoka kwa madila kule. Lakini pana baadhi ya Wakenya ambao wamejipata kule Urusi katika vita ambavyo vilishuhudiwa Urusi na Ukraine. Kuna kilio baadhi ya wakazi wa eneo la magharibi. Kwa mfano, kaunti ya Busia, kuna familia ambayo imeshindwa kuleta mwili wa mpendwa wao aliyefariki baada ya kujiunga na lile jeshi la Urusi na sasa umekwama kule. Hilo ulikuwa unalifahamu, Waziri? Kwa mambo ya Urusi, tumesaidia Wakenya zaidi ya 20 kurejea nyumbani, na tunazidi kuwasaidia. Hata juzi nimepata ujumbe pia, mwingine aliweka kandarasi, akaweka sahihi, tumeona hiyo kandarasi, akaambiwa kwamba anaenda kufanya kazi ya aina fulani, lakini kule ndani kumbe anapelekwa kwa vita. Sasa katika hiyo hali ya vita, drone ikatumika ikawachapa na ameumia. Tumefuatilia, tumempata yuko wapi, na sasa tumeanza kuzungumza na serikali ya Urusi kujaribu kumrejesha nyumbani. Kwa hivyo tumekuwa na visa kama hivi. Na haswa mimi ningependa sana kuambia Wakenya kwamba tujihadhari sana, na ndio kwa sababu kuna ile National Employment Agency, alafu kuna Department ya Diaspora, alafu kuna Wizara ya Labor. Tumejaribu na tutazidi kujaribu kuhimiza kwa Wakenya, tafadhali msikimbilie tu kwamba kuna mtu ametuambia kuna kandarasi kule nje. Ofisi zetu ziko wazi, wananchi wapitie pale, tusaidiane, tujue kwamba wale ambao wanawatafuta wana nia njema ama wana nia mbaya. Na wale wamejipata katika hali ya utata kule Urusi ni kwa sababu wengine waliponyoka tu, hata hawakuambia wazazi wao, hawakutueleza sisi kama serikali kwamba wanaenda kule, kwa sababu ukitaka cheti cha kusafiri hiyo ni haki yako kwa katiba.
unaweza safiri bila kusema tunauliza serikali. Lakini tumekuwa tukihimiza kwamba wakitoka nje ni vizuri pahali kuna embassy yetu, wajulishe embassy yetu kwamba wako kule na wapeane contact zao, ndio tusaidiane. Na tumekuwa na visa kama hivyo hata katika mataifa mengine upande wa Middle East, na wengine wamepatikana kule sehemu mbaya sana kule Myanmar, wameingia kwa mtego wa human trafficking. Kwa hivyo ni lazima, na wengi ni vijana ambao wana nguvu. Kwa hivyo tunawaambia tu wacha tusaidiane, tafadhali tusaidiane, tusifikiri kwamba kila mtu ana nia njema. Asante. Naam, asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuweza kuitikia masuala hayo kutoka kwa mwenzangu Joe Hakonga Junior. Kwa sasa tungependa mwenzangu Benjamin Andanje kutoka Luhya TV, labda ana yale ya kuendeleza mambo ya mataifa ya nje ama labda kuhusu swala mada UDA. Asante sana Robert, pia vile vile Joe na mkuu wa mawaziri. Itakuwa ni mara yangu ya kwanza pia kuzungumza hapa, lakini niseme ni asante. Na nikitoka katika haya masuala ambayo tumekuwa tukiyazungumzia mambo ya kigeni, lakini turejee sasa katika siasa za chama hichi cha UDA, na hasa nitarejea katika upande huo magharibi. Mheshimiwa, umeona kwamba tumekuwa na hali ya hapa na pale. Wakati kulikuwa na wakati Raila Amolo Odinga alikuwa, ngome hii ilikuwa ni ngome kubwa sana ambayo ukiangalia ilikuwa ndio upato mkubwa ambao rais alipata kura, na yeye katika kupitia chama cha ANC pia kulikuwa na kura pale. Labda kwa kwanza tutarajie nini, kwa sababu chama hiki cha UDA katika kaunti hii ama magharibi humu mwa Kenya, tutarajie nini? Labda kabla sijakuja kwa swali lako, wacha tu niongeze kitu kimoja. Hivi karibuni napanga ziara ya kwenda Urusi ili nifuatilie sana na serikali ya Urusi kwamba tushirikiane ili Wakenya wasiingie kwa hali ya hatari. Na ukikumbuka pia Mheshimiwa Rais pia amezungumza na serikali ya Ukraine, kwa sababu Wakenya wengine pia walikuwa wameshikwa kule kama prisoners of war. Kwa hivyo tunatumia mbinu za kidiplomasia kujaribu kuokoa wale ambao wako kwa shida. Sasa tukirudi kwa UDA, kwanza nataka niseme hivi. Mimi naambia watu wa magharibi kwamba chama ambacho kitakuwa na umaarufu zaidi tukienda mbele ni chama cha UDA. Na tunakaribia uchaguzi wa 2027. Wakati huu kuna kura za mashinani zinaendelea kwa chama cha UDA. Mimi nataka niwasihi watu wajisajili na UDA. Watu wajaribu sana kuingia kwa polling stations, members. Kuna portal ama kuna teknolojia sasa unaweza kuwa member kupitia kwa njia ya kiteknolojia. Naambia wenzangu katika eneo hii na kwa Kenya nzima, mtumie nafasi hii kuwa mwanachama wa UDA. Na kuna visa tumepata kwamba wengine wamejisajili na wengine wanaulizwa maswali kwa sababu labda bado wako kwa vyama vingine. Wale ambao wako kwa vyama vingine, kama unataka kuingia kwa UDA wakati huu, mimi najua kwamba hata ofisi ya ORPP baada ya jina lako kupelekwa kule, wametuma ujumbe kwa simu zenu kusema confirm kama unataka uingie kuwa mwanachama wa UDA, kwa sababu sheria ya data protection hawezi lazimisha. Lakini najua wengi wamepata huo ujumbe. Mimi nataka niwaambie kama umepata huo ujumbe, dhibitisha haraka ili uingie uwe mwanachama wa UDA kamili. Jambo la pili, kwa by elections ambazo zimekuwa hapa juzi, zile zilikuwa tukizungumzia, viti 7 vilichukuliwa na UDA Kenya nzima.
ama kwa broad based, zote UDA na broad based. Mimi naambia wenzangu tusiwe watu wa kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto kupitia kwa proxy. Hatutaki mambo ya middleman. Unajua kwa biashara wanasema kuna middleman. Sisi hatutaki mambo ya middleman. Ile broker wa katikati. Sasa ni wakati wa eneo hii kuwa na direct connection na chama cha UDA. Na sasa wacha nikwambie. Tumetoa message, tumetangaza kama UDA kwamba tarehe 4 mwezi ujao, leo ni tarehe 30. Tarehe 4 ni siku ngapi? 5 zinazokuja. Itakuwa Wednesday. Next week. Tumetangaza kwamba all aspirants ambao wanataka kugombea kiti chochote kupitia kwa tikiti ya UDA, iwe MCA, iwe ubunge, iwe viti vitano, 5 positions, zile zinajulikana. Hata presidency kama wewe unataka, uweke application yako kwa portal tarehe 4 mwezi ujao. Tutakuwa na mkutano wa candidates ama aspirants wote wa UDA kwa taifa nzima. Na wacha sasa ni kushangaza. Kufika usiku wa leo. Wale ambao wameonyesha interest katika Kenya nzima ni aspirants 7,272. Na hii namba inazidi kupanda. Huenda ikifika Wednesday, labda tutakuwa tumefika 12,000 ama 15,000 ya wale ambao wanatafuta kiti cha kisiasa kupitia kwa UDA. Na hapa magharibi tumefika 857 candidates. 857 candidates ambao wanatafuta uongozi kupitia kwa tikiti ya UDA. Wewe niambie, chama gani kingine kitakuwa na nambari kama hizo? Itakuwa shida sana kupata chama kingine ambacho kitavutia watu vile UDA inavutia watu. Na tukisalia tu hapo mheshimiwa, kuna hii ndoa ambayo iko kati ya ODM na UDA. Labda kufikia sasa ndoa hii ukiangalia kwamba kuna hali ya hati hapa katika chama cha ODM, na labda mmejipanga vipi katika ndoa hii kama mkuu wa mawaziri na vile vile ulia karibu na rais, labda mmejipanga vipi upande wa magharibi na Kenya nzima kuweza kuhakikisha kwamba hii ndoa inasalia pamoja ifikia hapo mwaka 2027? Juzi tulipokuwa na mkutano kule wa Governing Council wa chama cha UDA, kiongozi wa UDA ambaye ni Rais William Ruto alipewa idhini na National Governing Council kuanza kile wanaita pre-coalition conversation na chama cha ODM. Kwa hivyo atakuwa na washawishi wake, atakuwa na kamati yake, atakuwa na executive ya UDA ambao watafanya conversation na chama cha ODM. Vile wakati tulifanya coalition kuunda serikali ya Kenya Kwanza, wakati huo nilikuwa naongoza chama cha ANC na Wetangula alikuwa akiongoza chama cha Ford Kenya. Tulizungumza tukakuwa na coalition agreement. Hiyo coalition agreement tukaiweka wazi na tukaiweka kwa Register of Political Parties, ikasajiliwa, na ndio tukaunda serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo utaratibu ule
ambao tulitumia wakati huo ni utaratibu ambao tutatumia kuwa na mpangilio ama na coalition agreement na chama cha ODM. Kunradhi, kabla mwenzangu hajaendelea, Bwana Waziri, mfano tumeona kwamba chama cha ODM kuna malumbano alivyosema, na baadhi ya wachambuzi wanajitokeza na kuzungumza wazi kwamba huenda pana mkono wa serikali ndani ya kile ambacho kinashuhudiwa, ama wanafurahia kile kinachofanyika ndani ya chama cha chungwa. Ndiposa nikikunukuu kidogo, umeweka wazi wale ambao wanakipuuza chama cha UDA wanapoteza kwa sababu mmelenga kusajili watu zaidi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Ni kweli kwamba mkono wa serikali upo kwa kile ambacho kinashuhudiwa ndani ya chungwa kwa sasa, ama serikali inafurahia haya malumbano ambayo yanaendelea kushuhudiwa ndani ya chama cha chungwa, Waziri? Chama cha chungwa ni chama ambacho kimekuwa kwa Kenya kwa muda mrefu kama chama cha kisiasa, na wana utaratibu wao, wana katiba yao na wana mijadala yao ya kindani. Kwa hivyo kama mijadala inaendelea katika chama cha ODM, hiyo ni haki yao ya kidemokrasia, na serikali haiwezi kuingilia mijadala hiyo, na wala haihusiki kujaribu kusambaratisha chama cha ODM. Hiyo ni mijadala yao, na wenyewe wanachambuana, watasikizana. Ndio kwa sababu sisi tumesema kwamba National Governing Council ya UDA imepitisha azimio ama resolution kwamba itafanya kazi na chama cha ODM. Hatujapitisha resolution ya kusema kwamba tutafanya kazi na kikundi fulani kwa ODM. Hakuna resolution kama hiyo. Kwa hivyo sisi tunatambua chama cha ODM kama ODM. Kwa hivyo serikali si hata katika UDA kuna mijadala ambayo inaendelea hapa na pale. Vile vile pia kule kwingine. Kwa hivyo mimi na imani kwamba wenyewe baada ya kujadiliana watajua msimamo wao. Na labda nikimalizia, kabla nirejeshe kijiti kwa mwenzangu, tukiangalia upande huu wa magharibi, jinsi ulivyokuwa ukisema kwamba kuna kujisajili kwa wanachama ambao wanaingia katika UDA, na labda uvuma ambao umekuwa ukiendelea katika chama cha ODM. Chama cha ODM kimekuwa kimekita mizizi sana huku upande wa magharibi. Labda tutarajie nini? Kwa sababu ukiangalia kando na kujisajili, labda mnatumia mbinu gani zipi nyingi kuweza kuleta hawa wa Kenya ama na hawa watu wote kutoka upande wa magharibi katika chama hiki cha UDA kando na kujisajili? Ni mambo ya kushawishi watu. Siasa ni competition. Hakuna pahali ambapo unajua hii, labda wengine wanataka wazidishe mtindo wa kusema zoning. Ni vizuri tu kubali kwamba pia kuna demokrasia katika taifa letu, na Wakenya wana haki ya kuamua wanataka msimamo gani wa kisiasa vile wanavyopenda. Kwa hivyo wakati tunasema tunataka coalition agreement ama kufanya kazi na UDA ama na ODM, hiyo haimaanishi kwamba basi na UDA ilale kifudifudi inangoja mambo ya maliziki alafu pana. Ni lazima pia na sisi tuimarishe umaarufu wetu kama UDA, na hivyo ndio tunafanya recruitment. Tuwe na strategy, tuwe na ushindi, kwa sababu pia kwa negotiations ama wakati mnajadiliana, umaarufu wako kwa negotiation utatokana na nguvu zako. Kama nguvu zimepungua ama labda negotiation itakuwa tofauti, lakini mkiwa na uzito na umaarufu pia, basi kwa negotiation unakuwa na nguvu zaidi kwa kuzungumza. Na nirudishe kijiti kwa mwenzangu Robert, ukaweza kuendelea. Naam, asante sana mheshimiwa. Kuhusu swala hilo tu la UDA na vile vile chama cha ODM, ningependa kupatia situation moja hapa.
Sijui kama utaigrasp vizuri. Wewe unasafiri, ushapatiwa ndege, umekaa ndani ya ndege, wakati inataka kuamka unashikwa mkono na kuambiwa hapana, hutaenda na ndege, tumia hii baiskeli kwenda hii safari. Hivi juzi tu kuna ruling ambayo ilifanyika katika mahakama moja hapa Kenya, ambapo waliweza kurejesha tena chama cha ANC. Je, wao kurejesha chama cha ANC wamekurejeshea wewe chama kuwa kiongozi, ama wewe ushaabiria ndege na hautaki baiskeli tena? Unajua, kwanza kupitia kwa mahakama kulikuwa na stay. Kwa hivyo uamuzi huo haujatoka kwa airport ama kwa airstrip. Bado iko chini. Bado iko chini. Jambo la pili, nataka tuniseme hivi. Mimi ndio nilikuwa nguvu za ANC. Ndio. Na wenzangu ambao tulikuwa kwa ANC. Na tulipitia kwa utaratibu kwa njia ya sawa kulingana na katiba, tukafika kiwango cha kusema kwamba tumevunjilia mbali ANC na sasa tumejiunga na UDA, na ikawa kwa gazette notice mwaka jana karibu mwezi wa Machi huko. Sasa mtu anafuata. Unajua saa zingine kwa wale ambao ni mawakili wanasema, why do you make a ruling that is not enforceable? A ruling that is an exercise in futility. Kwa sababu ukirejesha utarejesha kwa nani? Na hiyo mahakama haikusema tunapeana chama kwa mtu fulani. Tunaelewana? Sasa hii ni kwa kifupi stay iko, na kuna rufani ambayo imewekwa kuonyesha kwamba uamuzi huo haukuwa uamuzi ambao ulikuwa na msingi, na wala hauendi pahali popote. Kwa kifupi ni kama kupe ambayo bado inakwama kwa ngozi na ng'ombe lishachinjwa. Sidhani naweza kurudia mengine. Kwa hivyo mimi nataka niambie wafuasi wetu wote wa UDA, tusimame imara kwa UDA. Tusiwe kama Lot tunaangalia nyuma. Sasa tuende na UDA. Na ni kwa nini naambia watu kwamba ni UDA? Footprint. Na mimi niliambia watu hapo mapema kwamba ushindi utakuwa na Ruto. Hapa watu wafikiri sikuwa nasema ukweli, ikatendeka. Mimi nikaambia watu kwamba hivi karibuni, vile nasema tuungane kwa sababu nimeona mbele kwamba ODM watakuja kufanya kazi na UDA. Na watakuja kwa fujo. Imefanyika ama haijafanyika? Imefanyika. Mimi nataka niambie watu wa Karibi, kama tunataka uongozi wa kitaifa, tuingie kwa UDA. Tuwe na uzito katika chama cha UDA. Tuwe na wafuasi wengi katika chama cha UDA. Mheshimiwa Ruto akimaliza, anamaliza tamu yake ya pili, na nyinyi watu wa eneo hii muko na uzito wa kutosha kwa chama tawala. Alafu tutafute uongozi tukiwa kule ndani. Na ndio kwa sababu nimekuwa nikiambia watu, wewe uko kwa meli ile kubwa, alafu kuna mawimbi. Sasa utatoka kwa meli uende kwa mtumbwi, yani kanu, na unaona mawimbi yako pale.
meli kubwa kwa hii siasa ambayo tunaitafuta ni chama cha UDA. Kama mnataka itoke Sugoi na ikuje Mululu ama ikuje hapa Kakamega ama pale pengine hapa, mimi naambia watu wetu tuingie kwa UDA. Hakuna barabara nyingine. Hawa wengine sasa tujiulize, kwa ile wanaita united opposition, sijui ni united ama disunited opposition. Sasa kusema ukweli, kile cha eneo ya magharibi kule ni kipi? Tuulizane na tusemezane kwa ukweli kabisa, kuna nini? Kuna kwa chama cha DAP ama kuna kwa ya Omnyoro ambaye haina mbunge, ama kuna chama gani? Chama cha kazi. Tuachane, tuna haya maneno. Na kwa usanjari huo bwana Prime Cabinet Secretary, ningependa kuuliza, wewe ni kigogo kiongozi wa jamii ya Waluya, hiyo nalo hatukatai. Na katika hiyo serikali mko naye spika wa bunge la kitaifa bwana Moses Masika Wetangula ambaye anaongoza chama cha Ford Kenya. Ujumbe huu wa kurai Waluya wapate kuingia kwa chama cha UDA umempatia Wetangula pia? Yeye ana chama chake, lakini ananisikiza. Hata sasa ananisikiza. Lakini uamuzi utakuwa wake. Lakini kile mimi najua, barabara Murwa, njia Murwa, ni tuungane na tuingie kwa UDA. Na asipokuja basi siasa itaamua tu. Siasa itaamua. Acha mwenzangu apate kuendelea. Jo Hakoga. Samahani, bwana waziri, naona unatia msisitizo sana, mkazo sana kwamba ile meli ambayo ni sawa ni chama cha UDA. Na niseme kwamba leo katika runinga hizi umesema ukweli, ulitoa matamshi ambayo yamekuja kuwa. Na kumbuka ulikuwa kwenye hafla moja katika kaunti ya Siaya na ukatoa ahadi kwamba mambo mazuri yanakuja. Tulieni ndugu zangu kutoka upande huu. Na kwa kweli mambo yakawa ndio haya yamekuja. Tukaona serikali shirikishi imekuwepo. Iwapo leo hayati mzee Raila Amolo Odinga, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema, angelikuwepo na umekana ili swala la zoning kwamba si vizuri kwanza kutengwa, lakini kuna ule uhuru wa kila mmoja kujitokeza kuania kiti kwa tiketi ya chama chochote kile, bado waziri, kwa heshima, ungeliendeleza hii shinikizo kwamba magharibi, naomba tuketi kwenye meli moja ya chama cha UDA, ikizingatiwa wazi kwamba ilikuwa kwenye ngome yake hii? Mimi nataka nikwambie, singebadilika. Na hata wakati alipokuwa hai, huo msimamo wangu na msimamo wa ANC kujiunga na UDA si ulifanyika akiwa hai. Naam. Kwa hivyo singebadilisha nia yangu ama singebadilisha msimamo wangu. Nilikuwa tayari nimeelekeza na nimeonyesha watu wetu njia ambayo ni bora tuifate. Hata akiwa pale nilikuwa nimesema hivyo. Kwa hivyo sijabadilika kamwe. Kisha hawa viongozi wajumbe kutoka eneo la magharibi, kaunti ya Kakamega, Vihiga, Busia na Bungoma, kwamba sijaona ukijitokeza ama mkijitokeza jinsi alivyosema mwelekezi kwamba kuna yule spika katika bunge la taifa Moses Masika Wetangula, mkija pamoja na kuzungumza na hao wajumbe, kwa sababu mara nyingi, samahani nitasema, ile confusion, ile hali ya kutoeleweka huwa inatokea hapo. Wewe una msimamo thabiti kwamba magharibi tuingie ndani ya chama cha UDA, lakini wale viongozi wanabaki wapi? Na ni ujumbe upi ambao wako nao kwa mtu wa magharibi? Nadhani wameongelesha na tunawaongelesha. Wamepata maneno. Sitaki kusema nani aliwazungumzia ama nani, kwa sababu ningeuliza, lakini mimi nimewazungumzia. Naam. Yeah? Na marafiki wao wengi kwa UDA wamewazungumzia. Yeah. Na kwa sababu ni demokrasia na ni competition. Wakichelewa
basi UDA pia ina wafuasi na wale wafuasi watajitokeza kugombea hizi viti. Na labda pia nikimuunga tu mwenzangu mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, labda kutakuwa kama ni usaliti, kwa sababu kama unaita mtu aje katika ule ushirikiano ambapo unaita ndugu yako aje ashirikiane na wewe katika kutembea pamoja na haji, labda kiini ambacho kinafanya akatae kuja kutembea na wewe kinakuwa ni kipi? Hajalazimisha. Hatujamlazimisha. Tunamwambia ground inabadilika. Ground ina shift. Sikiza wapigaji kura wako. Najaribu kuona pahali taifa inaelekea. Wengine wao si walikuwa kwa chama changu, wakabadilika. Sikuwalazimisha kubadilika, na sijui kama walilazimishwa kubadilika, lakini ilikuwa hiari yao. Wengine wakafaulu, wengine hawakufaulu. Pia mimi nawaambia kwamba pahali tuliko wafanye utadisi wa kisiasa, na zungumze na wafuasi wao, kwa sababu mimi nawaeleza kwa njia nzuri kwamba tukishikana kwa UDA, umaarufu wetu kama eneo hii utapata upana. Mama, napata hapa ujumbe kutoka kwa mmoja wa wale ambao walifadhili, manake anajulikana kama Timothy Wahungu. Timothy Wahungu anasema, following you well with the Honorable Musalia, he paid for my school fees in Vokoli Primary in 2000. Uliguza mtu mahali na anakumbuka sasa. Asante. Mweleza atume wine hapa kwa kikao basi. Fungu la 10. Haya, Timothy Wahungu, asante sana kwa ujumbe wako, na vile vile Evans Kakai unasema uko Bungoma na unafuatilia live interview, unasema unajitayarisha kutuma swali. Basi mheshimiwa, unaelewa kwamba kuna hadithi ilipigwa mahali, ngamia aliingia mahali, kichwa akaingiza kidogo, akaona kinapata uzuri kidogo kwa nyumba, akaingiza miguu na akasema, na sasa nimechoka, sinisimame. Aliposimama hivi, mwenye nyumba alikuwa nje. Unaona kwamba ODM inapoingia hapa katika UDA hawatakuja na demands, labda hata viti kama hizi ambazo tunaona, labda wanaweza kuja na kusema tumeperform hivi, so tunataka hivi na hivi. Watu wanaweza anza kupiga mesa ama coalition. Mambo ya kuzungumza kuhusu serikali za mseto, mtajadiliana na uwezo wako utakuwa, ama nguvu zako, umaarufu wako utalingana na vile pia umeleta uzito kwa meza. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi. Mimi ni mmoja wa wale nilikuwa mshawishi rais wa Jamhuri ya Kenya, na nikimwambia ni vizuri kama kuna nafasi tufanye kazi na Mheshimiwa Raila kama kiongozi wa ODM. Kwa bahati mbaya hayuko, lakini chama chake kiko, na alipotoweka yeye aliwacha wafuasi wake wakiwa kwa serikali ya broad based. Hakuwawacha mikononi mwa Wiper. Hakuwawacha mikononi mwa Wamunyoro. Hakuwawacha mikononi mwa sijui DAP. Aliwawacha mikononi mwa broad based government. Kwa hivyo alikuwa ameelekeza katika sehemu fulani, na mjadala ndio huo wanao. Kwa hivyo hatuwezi tukasema sasa tuogope kwa sababu kuna coalition ama nini. Coalition ni vile mnazungumza. Unradi, katika hoja hiyo ambayo ameizungumzia mwelekezi Robert, iwapo bwana waziri, uchaguzi utafanyika mwaka 2027, bila shaka utafanyika, majaliwa yake Mwenyezi Mungu, alafu ikutikane kwamba chama cha ODM
kwa mfano tu kina wajumbe 50 peke yake katika bunge la taifa. Hizi nyadhifa ambazo tunaona wanazo, wizara ya fedha, hazina ya fedha, tuone kwamba waziri wa madini na uchumi samawati, tunaona waziri wa vyama vidogo vidogo, bado kutakuwa na nafasi yao ya wao kujipata katika nyadhifa kama zile, ama kutakuwa na usemi wowote kutoka upande wa serikali? Ndio kwa sababu kuna coalition conversation ambayo itakuja, na hiyo conversation watakuwa wakizungumza hapa Kenya, hapa magharibi. Tulipokuwa tukizungumza na Ford Kenya na ANC na nini na UDA, tulizungumza tukasema tukipata say 30%, tunataka vitu fulani vifanyike, mabarabara nini, tukatoa examples, na tulikuwa tukizungumza kwamba tunataka tuongeze barabara za lami, tunataka watu wapate wadhifa fulani kama wanatoka katika sehemu hii na kadhalika. Haya yote tuliyazungumzia, na mengine yametekelezwa na labda mengine hayajatekelezwa, lakini hiyo ndio hali ya coalition conversation. Na tena ndugu yangu, mtaka vyote hukosa vyote. Basi mtaka vyote hukosa vyote. Kwa hivyo ukienda kwa negotiation, lazima na wewe ujue kwamba kwa sababu sisi wote tunataka ushindi, lazima tutumie sio kifua, lakini tutumie umaarufu, tukijua kwamba focus yetu ni ule ushindi. Kwa hivyo mimi sidhani kuna mtu ambaye ataingia kwa hiyo meza ya coalition conversation na kusema mimi nataka vyote. Ukisema unataka vyote, basi enda peke yako. Lakini kama unasema kwamba tuko kwa coalition agreement, ni lazima itakuwa vuta ni kuvute, give and take. Haya, tunapata kutoka kwa upande wa social media, manake vituo hivi vina ufuasi mkubwa sana hata kutoka diaspora. Kwa hivyo maswali yanakuja hapa. Mheshimiwa Evans Kakaya anauliza Mheshimiwa Musalia Mudavadi, UDA started in Bungoma via a by-election. Why is it that the pioneers were abandoned? He's my good friend though. Anasema hivyo. Baden Rafiki. Alafu huyu Timothy Wahungu anauliza about the status, not the university that was to come at Vokoli. People relocated during the Kenyatta regime, but nothing up to now. Also ask Mheshimiwa about the Kapsabet Chavakali Road. It's in a very bad state. Halafu huyu anasema Mheshimiwa Mudavadi is in the right trajectory, ashikilie hapo hapo, from Honorable Omar Swale. Halafu huyu anasema good evening Bwana Wanyonyi na crew yako, please ask PCS Honorable Musalia, has President Ruto promised him power after 2032? That's why he's insisting Western people to join UDA. Has promises the president made fulfilled in Western? Bishop Ignatius Wangila. Kwanza nataka niambie rafiki yangu Evans Kakai, he has not been abandoned. Na tunatarajia kabisa tushikane ili tujenge chama cha UDA. Ndio. Kwa wale walitoka eneo ya Vokoli pahali tunatarajia mambo ya chuo kikuu na kadhalika. Nataka niseme kwanza kupitia kwa cabinet process walipoenda kule pande wa Shaviringe na Shiru, tumesukuma hata mswada umepita kwa bunge ili wale walikuwa hawajalipwa riba yao, yani compensation, watapata compensation, na hayo mambo yako advanced kabisa. Hata wakati kulikuwa na fencing ilikuwa ikifanyika huko, walihakikisha kwamba hawakukuwa fenced ndani ya forest. Ilipita vizuri kwa sababu wanatambulika kwamba walipeana mashamba yao kwa serikali ama kwa institutions za serikali, mashule, district headquarters, hospitali na kadhalika.
Kwa hivyo wanatambulika, na hivi karibuni tunatarajia Mheshimiwa Rais atakuja kuwapatia title deeds zao. Process lazima ipitishwe kwa kisheria. Na kuhusu chuo katika Vokoli, kuna mjadala unaendelea ama mazungumzo yanaendelea na vyuo vikuu haswa Kaimosi University vile watashirikiana na hiyo mambo ikamilike. Kwa hivyo process inaendelea. Kwa barabara ya Kapsabet na Chavakali mimi nakubaliana, napita hapo. Hata nilipotoka nyumbani nimepita hiyo barabara. Na kuna sehemu ambazo lazima zirekebishwe. Na kupitia kwa mpango wa securitization, mimi nataka niwaambie kwamba hiyo barabara itarekebishwa. Okay. Kulikuwa na nini kingine? Huyo Bishop mwenye ameuliza kwamba unaenda kushika utawala wa Kenya 2032 baada ya Rais Ruto. Kwa mapenzi ya Mungu, nikiwa na afya njema, mimi najipanga. Itakuwa kwa kinyang'anyiro. Na ndio kwa sababu naambia watu tujipange sasa. Mapema ndio best. Tujipange sasa, tuwe katika chama ambacho kina footprint kubwa kitaifa. Ukiwa utatafuta tikiti hii kwa chama cha kitaifa kikubwa kama UDA, mara moja uko kwa footprint ya Rift Valley. Unaingia kwa footprint pahali popote UDA iko. Sasa wewe ikiwa uko kwa Mtumbwi, footprint yako itakuwa namna gani katika hizo sehemu zingine? Na mimi nimejenga chama. Najua wale mara nyingi ambao wanazungumza ati nini, ukiwaambia waendeshe chama hawataendesha. Lakini wanakuwa wataalamu wa kisiasa. Lakini wanataka kutuhuzisha kwa mitumbi. Mimi nataka nia yangu ni kuhakikisha kwamba uchumi wetu katika eneo hili unabadilika. Na kubadilisha huo uchumi, nataka tuwe na umaarufu zaidi kwa siasa zetu katika eneo hili. Na mimi nataka niambie watu wa magharibi, msicheze. Mkisonga kando hivi, wengine wataingia. Okay. You know, power abhors a vacuum. Sisi tunawaambia tujiunge hapa, na watu wana sita. Mumeona mikutano ya Kondele sasa? Ndio hiyo. Wanajipanga. Hapa mnaniuliza maswali, bado mnaniuliza maswali, na wale jamaa grassroots huko wameona dalili mara moja. Hawachelewi. Na hapa bado tunauliza haya maswali. Kwa hivyo tukichelewa, tukizidi kusita, I can tell you, wengine watasema hawa jamaa bado wanajikokota, wasonge kando, sisi tuingie pale. Nani wa kulaumiwa kwa kujikokota? Nani wa kulaumiwa? Wale ambao bado wanafikiri kuna njia nyingine tofauti isipokuwa UDA. Tafadhali mwelekezi ananieleza hapa, ananieleza tuweze kuguide the conversation, manake kuna muda ambao unaenda. Kwa hivyo tungependa kwanza naelekezwa kwamba tunaingia sehemu ya pili ambayo itakuwa fupi kidogo kuhusu swala la Singapore. Lazima upate kuongelea mheshimiwa, lakini unaweza chukua dakika 2 ukasummarize ujumbe wa Waluya kuingia kwa chama cha UDA kwa Kiluya. Labda wakupate vizuri.
ndeba abarusha bamumbuliza kuburi kucerebada kuhambane kwingira mu UDA kuboneza inguru kigira nukumenya kuhanda kubyama bikuzuzu hivi na sehemu zindi zihambana n'ibyama binene kuracereba kuratigere inyima na kurora ku kindi cyose hambere hakozeza yada kwinzi bola bamumbuliza kuzi radio zose zibe hano numuyanza mbole bandu betu nde kibara kigirungana na kibara kinyagura nukucereba kuratigera inyuma kwa kasala madiku manyingi kutigera inyuma kigira mahangari nenze manya mbola bandu nde omanye kwayanza ibiblia sana rubaga rwetu rwa magharibi na bamanya borande Thomas yabolo nde utabugila kudawe pagodire mombara nainze manyangu bazi mbaka mambora nde nimbenza lara Thomas uyafana yari murusha kigira kari magana gabe haburabu kuketeba nande molla gabe bura nainze mbola kwingira mu UDA kigira yewe kibara kehenzi na bwami butura sugoi bweleke bozino niba ni mururu niba ni hai bozi nazo bozi na kube hai hala mwingine mu UDA. Asante sana mheshimiwa, bila shaka umekichapa vizuri sana. Wale mliofikiria kwamba Musalia Mudavadi anakaa majuu sana kwa sababu ya wizara ya mambo ya kigeni akiongea Kiingereza, mumesikia sasa akilima ile ya ndani kweli kweli ya wazee, mumepata kumfahamu. Swala la Singapore Dream ni ndoto tu ama namna gani? Mwenzangu Joe Hakonga Junior. Asante sana mfawidhi, ndugu Robert. Bwana Waziri, hili swala la Wakenya kutaka hasa rais kuzungumzia kwamba angelitaka sana kuafiki ndoto ya kuona Kenya inakuwa kwa viwango sawa na Singapore, jinsi alivyouliza, hiyo ni ndoto ambayo alionayo na itatimizwa kwa njia gani, kunradhi, ili Mkenya apate kujua hii Singapore tutafika kwa njia gani? Ni kipi hiki, ni dalili zipi hizi ambazo anazo rais zinaashiria kwamba kweli hatua zake, nyayo zake zimelenga kufikisha Kenya katika viwango vya Singapore, na tutabakia hapo kwenye Singapore ama tutaipita? Naam. Nitachanganya kidogo Kiswahili na saa zingine nitaongeza Kimombo. Asante, karibu. Naam. Kwa sababu tulipopata uhuru mwaka wa 1963 haya mataifa kama Singapore, kama Korea Kusini, kama Malaysia na mengine yalikuwa na kile wanaita uchumi kama wetu, yani ile per capita income ilikuwa sawa. Kwa hivyo tulikuwa na hiyo ndoto hata 1963, lakini hapo katikati tukaitupilia mbali. Lakini wale wa Singapore hawakuitupilia mbali, wale wa South Korea hawakuitupilia mbali, walilenga na wakazidi kufuatilia hiyo ndoto. Na ndio kwa sababu ingawa tulianza pamoja, uchumi wao umekuwa kwa kasi sana na wana umaarufu kutushinda. Kwa hivyo hiyo ndoto yao wametimiza tukiwa hai. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais anasema kwamba ndoto ya Singapore, ingawa tumechelewa,
lakini bado tunaweza kufanya nini? Kuifikia na kutimiza. Na ndio kwa sababu zile decisions ambazo zilikuwa ngumu kuzungumza, kwa mfano manifesto ya ODM ina affordable housing, manifesto ya Jubilee ilikuwa na affordable housing, manifesto karibu za hizi vyama vyote waliweka affordable housing, kwa sababu katiba yetu inasema kwamba lazima Mkenya awe na shelter kulingana na katiba. Lakini mbinu ya kuhakikisha tufike pale, watu walikuwa wanaogopa kidogo. Ukitaka kufanya kitu, watu wanalipua kwa social media, unababaika, unawachilia. Ukitaka kujenga barabara, watu wanapiga kelele, unawachilia. Ukitaka kufanya investment, watu wanapiga kelele, unawachilia. Na wengine wanakuchapa sana kwa mtandao. Ikiwa tutakuwa na viongozi ambao watatoroka kwa sababu umesema kwa mtandao, na tuwe tuna abandon policies zetu katikati, hatuwezi tukafikia Singapore. Na ndio kwa sababu Mheshimiwa Rais anasema tusonge mbele. Tunataka watu wetu wawe na afya, universal healthcare. Lazima wasajili kwa SHA ili pesa zipatikane tuende kuwasaidia. Hii ndio njia moja ya kuhakikisha kwamba we are moving forward, because we delayed in making the difficult decisions. We were becoming populist, conveniently avoiding to make the difficult decisions. Na wewe unajua, a stitch in time saves nine. So kwa hile hali ya kuchelewa, ama kwa kimombo wengine wanasema kicking the can down the road, down the street, without making the decision, tunakuwa na shida. Kwa hivyo kile ambacho Rais anasema, Singapore is also a frame of mind. Mtoto wako akitaka kuwa daktari, akienda kwa shule, kazi yako si kuambia mtoto wako hauwezi ukakuwa daktari. Wewe kazi yako ni kuhimiza na kuencourage mtoto wako kwamba unaweza kuwa daktari. Na ndio hivyo mtoto wako atakuwa daktari, ama atakuwa pilot, ama atakuwa engineer. Kwa hivyo sisi wa Kenya hatuwezi kuwa watu tunaona mataifa mengine yanaenda mbele na tunazidi kujikata miguu. Wewe uko kwa huu muti hapa, una msumeno. Badala ya kukata upande huu ili usianguke, unaanza kukata upande huu. Unasahau umekalia hiyo tawi. Sasa haya ndio mambo sisi tunataka tuseme kwamba kwa Singapore itawezekana. Tujenge mabarabara, tuhakikishe teknolojia ina ile fiber optic enezwa katika Kenya nzima. Tufanye TVETs, training za vijana wetu vizuri. Tuhakikishe kwamba energy, stima, inazidi. Hapa magharibi kwa mfano, hapa western, wewe unajiuliza ni kwa nini hatupati industries hapa? Si ati kwamba watu wa magharibi hawajui mambo ya industrialization. Unajua kwa nini hatupati factory kwa haraka hapa? Ni kwa sababu gharama ya kilowatt hour ya stima katika eneo ya magharibi, it is more expensive for electricity here than a kilowatt hour in Nairobi. Kwa sababu kwa mfano ile substation ya Muhoroni ambayo ilikuwa inasaidia upande huu imechakaa. Kwa hivyo the cost is expensive. If the cost is expensive, ndio kwa sababu PANPEPA walikuwa wanafungua, wanashindwa kwa sababu
40% ya cost of operations ni power. Hizi sugar factories cost of operations nyingi ilikuwa power. Kwa hivyo ni lazima tuweke investment kwa energy, ndio bei ya energy ishuke chini, ndio tuwe na manufacturing katika sehemu hii, na hiyo inahitaji investment, na investment haiwezi toka kwa serikali peke yake. Tuwe na sera njema, alafu tuhakikishe kwamba tunaitisha investors, na private sector ndio hiyo. Hatuwezi tukajijenga bila private sector. Lazima tujenge private sector yetu. Na mimi nimekuwa waziri wa fedha katika Kenya hii. Nimetoa Kenya katika hali mbovu ya kiuchumi hapo awali. Na tusipochukua mwelekeo huu wa kuhakikisha kwamba tunafata vile tunalenga focus. Kwa mfano sasa, wacha nitoe example nyingine. Watu wanazungumza, hatutaki ushuru uongezwe. Si ni kweli? Hapa Wakenya hawataki ushuru uongezwe. Wanasema poa, wachana na mambo ya ushuru. Lakini tunatakiana tujenge mabarabara. Tunatakiana tuongeze mashule na TVET na nini. Tupeane basari kwa watoto wetu na kadhalika. Kama hauongezi ushuru, basi utatoa wapi? Na ndio hapo sasa, kama wataalamu wa kiuchumi, ndio unaenda kwa kile wanaita privatization, ama kuuza hisa. Ile pesa hauwezi kutoa kwa mwananchi kupitia kwa ushuru, kwa sababu anaumia. Lazima utafute kwa njia nyingine. Alafu hiyo investment ambayo inaenda kwa mabarabara. Juzi tumesikia kwa CBC kwamba watoto wanalia na wazazi wanalia, kwamba gharama ama bei ya uniform ukienda kwa shule wanasema ile nunua kwa shule uniform ina cost 25,000, lakini kama ungepewa nafasi ya kutafuta kwa soko huru, labda ingegharimu 15,000. You know? Kwa hivyo walikuwa natarajia kuna kile wanaita economies of scale, lakini imeonekana kwamba badala ya economies of scale makateli yakaingia. Kwa hivyo, what is the other message I'm putting across? Kupigana na mambo ya ufisadi. Tukitaka tuende Singapore, tena lazima tuhakikishe kwamba tunapigana na mambo ambayo yanaumiza wananchi. Na mipango hii yote iko kwa agenda yetu ya better. Na mimi na imani kwamba tutasonga mbele. Hii Singapore, nikikupatia example nyingine alafu nikomee hapo. Nilipokuwa waziri wa fedha ama na baadaye hata nikakuwa wa transport, nilienda Singapore kwa niaba ya serikali ya Kenya, kwa sababu watu wa Singapore wana umaarufu sana kwa mambo ya logistics, vile ports zinaendeshwa kwa njia ya kisasa na kitaalamu na teknolojia. Tulipojaribu kuwaleta hapa, mabwenyenye kule Mombasa wakapiga kelele kwamba hatutaki watu wa Singapore hapa. Wakawafuruga watu wa Singapore, wakatoka. 30 years down the line, kama tungeshirikiana na Singapore, port ya Mombasa ingekuwa vipi? Ingekuwa at another level. So when you delay decisions, it catches up with you.
So message sasa ni kwamba we should no longer delay the difficult decisions, provided they are for the good of the country. Na kuwa na nia ya kusema tunataka Kenya itoke kwa hali iliyoko sasa iwe kwa hali kama ya Singapore is a good intention, positive intention. That is how we'll create jobs. Ndio kwa sababu tunasukuma tunataka barabara ya Mai Mahiu isongeshwe kabisa, dual carriageway ifike border. Ndio kwa sababu tunasema tunataka SGR itoke Naivasha ije ingie Malaba, Kisumu and then Malaba. Tunataka pipeline, tuhakikishe tukienda mbele pipeline ya mafuta ipite, ingine iende Lokichogio na nyingine iende paka kwa boda. Hizi matrela ambazo zinaumiza watu na matanki zitoke kwa barabara, wapate mafuta kule mbele. And this is how we are going to transform our country. Airport iwe mpya. Watu walipiga kelele, walipiga. Sasa Ethiopia wanajenga airport ambayo ni maarufu. Hii airport yetu ilijengwa more than 40 years ago. Ilijengwa kuhudumia passengers karibu milioni 6 kila mwaka. Sasa passengers ambao wanapita Nairobi Airport, Jomo Kenyatta, ni karibu milioni 9 kila mwaka. Capacity imefika kikomo. Na tusipofanya investment, as I said, nature abhors a vacuum. Tusipofanya investment, the next hub will be Addis Ababa. Tusipofanya investment, the next hub will be Entebbe. And when they become a hub, they go with the jobs and with the revenue. Kwa hivyo, ikiwa we must remain competitive, we must focus on what Singapore did. Na mwenzangu Benjamin Andanje, labda unaweza kamilisha swala hilo la Singapore, manake tunakamilisha dakika zimeisha kabisa. Ama shukran sana, asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na labda umefanya kazi na karibia viongozi wote ambao walikuwa marais, kuanzia kwa hayati Mzee Jomo Kenyatta mpaka sasa hivi kwake His Excellency William Samoei Ruto. Labda tutarajie nini, kwa sababu ukiangalia safari ya Singapore na His Excellency William Ruto amekuwa kwa serikali miaka 10 akiwa na Excellency Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa katika serikali. Labda tutarajia hii Singapore ambayo Daktari William Samoei Ruto anatuelekeza itakuwa kivipi, kwa sababu akiwa kule ameanza kuiona akiwa wakati wa sasa. Labda tutarajie nini? Kwanza tu nataka niseme unajua mkumbuke kwamba tulikuwa one party state. Vile uamuzi ulikuwa ukitolewa kwa one party state, ilikuwa kama decree. Rais amesema ndio hiyo. Haya, tukamaliza, tukakuja mpaka kwa Moi, tukamaliza, tukakuja kwa Kibaki, Uhuru. Lakini sasa katiba ambayo iko kwa uwanja, the constitution that is in play, ni katiba ambayo imepeana uhuru mwingi kwa Kenya, katiba ambayo inalazimisha kwamba muwe na public participation, katiba ambayo inaruhusu mtu yeyote kama wewe ama mimi ama nani, kama hataki maneno apeleke petition kwa koti, mpambane huko. Kwa hivyo hiyo katiba pia uzuri wake pia unaleta utata kwa implementation wa projects. Kwa sababu saa zingine projects zinafanya nini? Zinachelewa kwa sababu ya haya maneno. Mnakumbuka ile debate ilikuweko kwa mambo ya housing. Ilichukua karibu 1.5 mwaka. Serikali ikienda kotini hapa na pale, na
alafu hatimaye ndio ikapita kwa bunge, baadaye ndio tukaendelea. Hiyo ya SHA ndio hiyo hivyo. Kwa hivyo kile ambacho mimi naona ni kwa Mheshimiwa Ruto ni kwamba ana determination nyingine ambayo ni ya ajabu, kwa sababu anaangushwa hapa, anaamuka, anasema tuendelee. Hii inasimamishwa, anaenda kotini, wanapambana, tunaendelea. Halazimishi, kwa sababu katiba hairuhusu kulazimisha. Lakini isitoshe, in spite of all that, wakati huu tukisimama, Kenya ina reserves ama hazina ya foreign exchange sasa $2.5 billion. Yani kwa import cover yetu tunaweza kaa miezi 6 bila kuwa na matatizo yoyote kama tunaagiza vitu kutoka nje. Mara nyingi kwa miaka hiyo import cover ilikuwa ya miezi 3. Lakini Kenya sasa imefikisha import cover ya miezi 6. Wakati huu tukizungumza sahihi, watu milioni 29 wameingia kwa SHA. Walimu 1,100 wameajiriwa. TVETs zinajengwa. Barabara zinajengwa. Tunakaribia sasa kuanza airport. Ukienda katika sehemu nyingi, mahospitali zinajengwa. Affordable housing ndio hiyo. In the context of the current constitution. It is not easy. But ikiwa mtu anania, kuna njia. Na tutasukuma. Na hiyo momentum tunataka ishike kasi. Momentum ishike kasi. Ndio kwa sababu tunasema tunataka a stable government. Na stable government inatokana na hiyo coalition ya kuleta Wakenya pamoja. Ili hizi decisions na momentum ambayo tunataka iwe na nguvu. Hatutaki iwe tunawachia vitu katikati. As a Kenyan people, tutengeneze momentum even after President Ruto. Ile momentum imekuwa sasa ya kuenda mbele kuelekea Singapore. Iendelee. Na hiyo itakuwa kulingana na uthabiti wa serikali iliyoko. Kwa hivyo mambo ya governance ni lazima tuitengeneze vizuri. Yeah. Na labda tafadhali maswali imeisha. Kwa sababu naongeleshana na waelekezi. Tungependa kukamilisha mheshimiwa, labda nitaweza kuwapatia sekunde kadhaa wenzangu baadaye, lakini hapa tungependa kuuliza hivi, manake swala la Singapore lazima vile vile lipate kuzingatiwa hapa katika eneo la magharibi ambapo tunatoka. Tukitaka kuingia Singapore, huyu anasema status of SGR that should pass through Huisero, Butere, Mumias West on its way to Malaba. How far? How will the compensation to those affected be done? Alafu hapa katika mitandao ya kijamii, Ibrahim Angati, asante sana kwa ujumbe yako, manake umeuliza swali ambalo lishajibiwa. Luceno Anyoso ndiye analeta hapa swala kubwa sana. Following you live from Kisumu, reassure Honorable Mudavadi that we are behind him.
Can he address himself on matters regarding Nzoia Sugar Company? Workers have been retrenched without clear compensation. Farmers are also against zoning by the company. We were promised a lot when the new investor came in place. Why are the farmers still suffering? Hilo ni swala la Singapore, na kutoka kwangu tu kuhusu swala la Singapore ni kuhusu swala la ufisadi katika taifa la Kenya, vile ambayo umeongelea mheshimiwa. Singapore iliweka sheria ambazo ziliweza kuharamisha ufisadi kabisa. Labda upigwe risasi, labda utoroke katika taifa hilo. Lakini hapa katika taifa la Kenya, unaona kwamba mtu atasema my community is being fought, I would rather die than resign hapa Kenya. Je, tukizingatia tabia za Wakenya kuhusu swala la ufisadi na kutoheshimu vitengo ambavyo vinapigana na ufisadi, kweli Kenya itafika Singapore, or it's just an illusion or a dream? Singapore is a journey. Okay? There's a destination and it's a journey. We have to get there. Kwa hivyo wale ambao wanasema tukiangalia kwa mambo ya kupigana na ufisadi, kwa mfano Kenya imepitisha ile Anti-Money Laundering Act. Hata juzi tumekuwa na amendments zaidi. Kenya imepitisha the Conflict of Interest Act. Conflict of interest. Yani mimi niko kwa pahali fulani, maybe I have business ya sukari, then I cannot go and become the board member in Mumias if I have a conflict of interest. Now, I'm giving an example. Tumepitisha strengthening of the Anti-Corruption Act. Tumepitisha sheria ya ile Virtual Assets Act. Hizi zote tukifata na nyingine nyingi zinakuja, ambazo zinahakikisha kwamba tunazidi kuziba zile shimo ambazo zimekuwa zikitumika kwa mambo ya ufisadi. Na isitoshe, juzi rais ameongeza wafanyikazi wa judiciary, judges, kupitia kwa Judicial Service Commission wameongezeka. Sasa tumepata 42 Court of Appeal judges kwa kijumla. Na High Court judges wanaongezeka. Magistrates wanaongezeka. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba systematically institutions zetu ambazo zitahusika na mambo ya kupigana na ufisadi zitakuwa sawa. Tumepeana nafasi ya polisi kuwa independent. National Police Service is independent. Wanahusika na mambo yao. Sio kama zamani kwamba National Police Service inangoja PS wa interior ndio wafanye kazi. Sasa wanafanya kazi kwa njia yao. Kwa hivyo pole pole, lakini ukweli ni kwamba lazima tupige kasi kidogo. Na isitoshe, nyinyi hamjui mnafanya kazi kama vyombo vya habari. Tunafanya. Yeah. Kampeni yenu na kufichua na kuwasema wale ambao wanahusika na ufisadi pia unachangia kumaliza ufisadi. So you are also playing an important role as the media in the fight against corruption. And I would encourage you to do it. Tutaendelea. Get your facts, kwa sababu mtu sangine atawakimbiza kotini. Lakini get the facts. When you speak, hata ukienda kotini, you will not be scared because you had the facts with you. Kwa hivyo kuna njia na teknolojia pia inachangia. Ukiangalia mambo ya e-citizen, ukiangalia mambo ya paying peana fertilizer through the digital space. Yes. Sasa wale middlemen wanasonga. Kwa hivyo wanatoka kando. Kwa hivyo tukienda mbele, we shall be able to get there. Labda swala la Nzoia na wakulima wa miwa katika viwanda vyetu. Kile ningependa tu kusema ni kwamba ni vizuri ametaja hivyo kwa sababu
juhudi letu ni kuambia wale ambao ni investors katika hiyo kwamba there are complaints ambazo zinatokea kwamba people are not happy, murekebishe. Kile ningependa tu kusisitiza ni kwamba Rome was not built in a day. Na kuhakikisha kwamba factories zetu ziko sawa, it will take a bit of time. Miwa, kwa ukulima wa miwa, ukisha lima, you wait for 18 months before it matures. It's a process. Na wale ambao wamechukua kulisi tunataka wahakikishe kwamba they serve the farmers well. But what has happened, ili tuelewe kwamba this leasing na kuleta private sector si mbaya, ni kwamba juzi tumesema sasa we do not need COMESA protection. We have enough sugar being produced here and soon we can even export. Tulikuwa tunatumia COMESA protection kwa sababu nchi ambazo zina efficiency ya kutushinda zilikuwa zina leta serikali, sukari hapa. Alafu inakuwa na bei ya chini kushinda sukari ambayo ilikuwa inatoka kwa factories zetu. Lakini tumefika kiwango cha kusema Kenya does no longer require COMESA protection or safeguards, kwa sababu wakulima na wawekezaji wamefufua the sugar industry. Kwa hivyo hiyo ya Nzoia nimekupata. Mimi nitawauliza the investors there kwamba their concerns, address them. Naam, asante sana mheshimiwa, na vile vile mwelekezi wetu, asante sana Fred kwa kuweza kusema kwamba mgeni wetu apate kuongelea kwa mwisho kabisa swala la siasa za kanda, regional politics, haswa eneo la South Sudan, eneo la Sudan kule, na ningependa sasa wenzangu wapate kukamilisha swala hilo. Joe Hakonga Junior, najua uko sawa sana upande ule, upate kutuelekeza dakika chache siasa za kanda Afrika Mashariki ambazo mheshimiwa tena ni doketi yake, tupate kukamilisha pale. Naam, nashukuru sana. Tunapomalizia upesi ni kwamba tumeona malumbano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuliona kuwa viongozi wakuu, rais wa Rwanda Paul Kagame alijitokeza, rais Felix Tshisekedi wa kule DRC wakapatana kule Marekani, na hata rais wetu Daktari William Samoei Ruto alikuwepo, na ikawa kwamba wakaingia kwenye mkataba, nadhani waliuita Washington jambo kama lile Accord. Naam. Na katika kule kukubaliana ilikuwa ni kama kejeli, kwa sababu baada ya hata yale makubaliano na viongozi wakaonekana kusalimiana, bado kulianza vita tena. Lile kundi la M23 likawa linashuhudiwa kule kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo inamaanisha nini? Na wakati kunapotokea joto la malumbano kama lile, Afrika Mashariki inaathirika kwa njia gani, bwana waziri? Kwanza, kwa mambo ya hiyo Washington Accord, hata mimi nilikuweko. Niliandamana na rais wa Jamhuri ya Kenya kwa process hiyo ya kuona Rwanda na DRC wakiweka sahihi. Nataka tufahamu kwamba wakati waliweka sahihi, hiyo ni kama 15% of the process. Lakini ile 85% ama 80% ni kule DRC yenyewe, katika bara la Afrika. Ile negotiations zizidi, ile ilikuwa kama ceasefire, kujaribu kupunguza. Na mara kwa mara wakati watu wamekuwa wakizozana kwa muda mrefu. Hii vita ilianza kabla mimi sijazaliwa, na bado inaendelea. Okay? Sasa wale wanazozana itabidi waongeleshwe, waweke kwa mikutano, wawe na negotiations mpaka wafanye nini? Watulie.
Hatuwezi tukafikiri kwamba kwa sababu wameweka tu sahihi mambo yamekwisha. Ukienda sasa kule Gaza, Israel waliweka sahihi kwa mkataba kwamba sasa vita vimefanya nini, vimetulia, lakini hata mpaka wa sasa bado nasikia kwamba hapa na pale kumekuwa na visa kadhaa. Kwa hivyo katika bara la Afrika itakuwa vizuri kwamba ile program ambayo ilikuwa imeanzishwa ya African Union, ile ambaye Mheshimiwa Rais Ruto na Mheshimiwa Mnangagwa, East African Community na SADC pamoja na African Union kuja pamoja na kuweka wazee kama wakina Obasanjo na kadhalika, hata Uhuru. Hiyo process ni vizuri pia izidi, kwa sababu hiyo ndio itakuwa ikiwawezesha kule mashinani kuzungumza, kwa sababu hautafikiri kwamba Amerika haitakuwa hapa kila siku kuja kuambia wafanye hivi. Ni lazima sisi wenyewe pia kama Waafrika tuangalie hayo maneno. Labda mwenzangu na Benjamin tuadhiri. Yeah. Kwa sababu tusipochunga kuna wakimbizi hapa kutoka DRC, kuna wakimbizi kutoka South Sudan, kuna wakimbizi kutoka Sudan, bado kuna wakimbizi wengine kutoka Somalia. Tukizungumza saa hii Kenya ina wakimbizi karibu 1,000,000. Hata juzi hii fujo wameanza kule South Sudan, wameanza kuingia tena wale ambao wanatoroka vita. Wakija hapa, kwa sababu sisi pia tunazingatia haki za binadamu, lazima wapate chakula, lazima wapate maji, mifugo yao ilindwe, watoto wao waende kwa shule, wapate security. Na hiyo inatoka kwa pesa kwa ushuru wa nani? Ushuru wa Kenya. Kwa hivyo vita vikienea katika sehemu yetu, hata ingawa hauko pahali ambapo wanapigana, lakini ushuru, badala wa ushuru kwenda kujenga shule, tutatumia ushuru wetu sasa kuhakikisha kwamba binadamu wenzetu ambao wamepata shida wapate chakula. Kwa hivyo lazima tujue. Asante. Asante sana pia Robert. Pia kuna yale mataifa ambayo yako hapa karibu kwetu, kando na South Sudan na kule Gaza. Turejee tu hapa kwetu ambapo kuna Uganda na hapa Tanzania. Kumekuwa na tokeo ambapo kulikuwa na Wakenya ambao wanaishi katika mataifa hayo ambao waliweza pia kupoteza maisha yao. Kuliona mwalimu mmoja ambaye alitafutwa sana kabla ya kurejea humu nchini. Labda kama kwa serikali hii ambayo uko pale mkuu wa waziri, labda tutarajie nini, kwa sababu vita kama hivi vya maneno vikiendelea kutokea kati ya nchi mbili kama hizi zetu ambazo tunapakana majirani, labda jambo hili mnalichukulia kivipi kama serikali na kama mkuu wa mawaziri? Tunalichukulia kwa maanani sana. Unajua Mungu alituweka pamoja, tutakuwa majirani milele na milele. Na kama majirani ni lazima basi tuhakikishe kwamba uhusiano wetu na Uganda, uhusiano wetu na Tanzania, uhusiano wetu na Somalia na South Sudan, Ethiopia, lazima tuhakikishe kwamba tunazidi kutumia diplomasia na mbinu zote ambazo zitahakikisha kwamba wakaaji wa sehemu hizi zote wanakaa kwa njia ya amani. Na ndio kwa sababu tulipokuwa na hiyo heka kwa sababu ya uchaguzi kule Tanzania, hatukutumia njia nyingine lakini diplomasia, na wale wote walikuwa wameathirika kwa njia moja ama nyingine wakawachiliwa. Kwa bahati mbaya tukapoteza mwalimu mmoja kule Tanzania, lakini uhusiano sasa umetulia, uko sawa na haukuharibika, lakini temperature ilikuwa imeenda tu juu. Uchaguzi ukawa Uganda, tena mambo yakawa wale walikuwa wanaenda kule
Ndio hayo. Na sasa uchaguzi pia unakuja hapa Kenya. Mwaka wa 2027. Na temperature zitaenda juu. Lakini haimaanishi kwamba kwa sababu tuna uchaguzi basi uhusiano wetu na majirani wetu uharibike. La. Kulingana na katiba tutimize uchaguzi wetu, tumalize. Na tuendelee na ujenzi wa taifa. Kwa hivyo wale walikuwa nafikiri, mbona ufanye hivi, mbona hapana, hatujafika kiwango cha kusema ati tuumizane, na hatutaki kufika kiwango kama hicho. Na mimi nikiwa kama waziri wa mambo ya nchi za kigeni, sitakubali tufike kiwango cha kusema ati tumekosana na majirani wetu. Sitakubali kama. Nitahakikisha kwamba kwa njia ya kidemokrasia, kama kuna jambo lolote, lazima tutatue kwa njia ya amani. Asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuitikia masuala hayo kutoka kwa wenzetu, na labda nitakupatia dakika 2 upate kusema closing remarks, manake muda umekamilika, lakini ningependa ukieleza your closing remarks, labda upate kujibu swali hili. Ni swali ambalo ni very critical. Job Bonya anauliza, ask mheshimiwa, tofauti gani iko kati ya Vision 2030 ya Kenya na Singapore? Tofauti ni gani? Alafu uongezee your closing remarks tukimaliza. Kwanza tu ni kusema kwamba Vision 2030 imesalia na miaka chache tu, alafu tuangalie upya. Kwa hivyo sasa katika serikali tumeanza kupanga vision ya miaka zingine karibu 30 ama 50. Kwa mfano sasa kwa African Union kuna Vision 2063 ambayo tayari iko. Vision 2030 ilipangwa wakati wa Mheshimiwa Kibaki. Amemaliza, sasa tunafanya audit ya kuona kwamba ni kipi tulitekeleza kwa hiyo Vision 2030 na ni nini imesalia, na bado tukifanya hiyo audit, hiyo barabara ni ile ambayo ni tuzidi kufata ama tubadilishe mkondo kidogo. Na ndio kwa sababu hivi karibuni tutakuja kama serikali kutoa vision. Hata tunazungumza, tunajaribu kuzungumza kusema maybe Kenya at 100. Yeah? What will Kenya at 100 look like? Isiwe tu kusema maybe vision days, but tunakaribia kufika miaka 100. What is our vision in that direction? Kwa hivyo hiyo debate inaendelea na tutaitangaza, alafu tutajua na tutafanya public participation. Tutazungumza na Wakenya kwamba hii ndio njia tunataka tufate. Njoo tusikizane kama wenyeji, tuone tunaenda wapi. Na hiyo vision hiyo ndio itatupeleka Singapore. Labda dakika moja tu neno kwa Waluya, labda ukikamilisha, ukitaka kwa Kilugha, dakika moja mheshimiwa. Dakika moja tu upate kukamilisha kwa Kilugha. Kwa Kilugha ukiwaaga na kuwatakia mwaka mzuri wa matunda mengi. Subiri mwaka ambuliza ku. Gambo rahe kuburi kugona zindoro. Nukubora kugona zindoro bande bagonada. Babezimbiru na kugona zindoro barabugira buyangu bwose. Makutange kurila mmochi. Kuburi kurila mmochi dave kube chonjo. Nyasaha murindi mbenu mwiga murai. Asante sana. Nimeshika hiyo ya chonjo. Muwe chonjo kabisa. Asante sana mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi kwa kuweza kufika tena. Unajua kurila mmochi? Unajua kurila mmochi? Hapana, sijui. Sijui. Crying in the smoke.
Oh, watalilia kwa moshi. Watalilia kwa moshi. Aha, ndio hiyo amefafanua vizuri sana. Asante sana Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi kwa kuweza create time tena na kufika kuongea na vyombo vya habari chini ya Western Media Owners Consortium. Asante sana kwa kuzidi kutumia hii space kuweza kufikisha ujumbe wako na vile vile agenda mbalimbali za serikali, na tunakushukuru sana kwa kupata muda wako. Upate tena wakati mwingine tutakuwa tunarejea. Mtazamaji, ni matangazo ambayo yamekukujia moja kwa moja kutoka hapa katika mji wa Kakamega. Vituo ambavyo vimeleta habari hizi moja kwa moja ya runinga imekuwa ni Luya TV, Nyota TV, TV Magharibi na Tandao TV. Redio zimekuwa ni Sasa Radio